Fountain Gate hajawahi kupata ushindi mbele ya Simba. Na kama hawajawahi kupata ushindi, mara mwisho msimu uliopita walipata sare ya bao 1-1, lakini haikuwa Fountain Gate ambayo iko katika hali ambayo iko nayo kwa hivi sasa. Wakati ule ilikuwa bado iko vizuri angalau. Na wanakutana na Simba ambaye ametoka kuangusha alama 2. Alipata sare pale kwenye uwanja ule ambao wanaucheza leo kwenye ligi dhidi ya TRA. Na Fountain Gate wanaamini kwamba kama TRA walipata hizo alama, hiyo alama 1, basi na wao wanaweza wakapata hiyo alama 1. Tuangalie kwanza namna ambavyo huu ugumu wa huu mchezo utakuwa kwa upande wa Fountain Gate, lakini pia kama Simba nao upande wao kutakuwa na upande mgumu, basi pia unaweza ukatuambia. Upande mgumu zaidi utakuwa ni upande wa Fountain, kwa sababu unajua ukiangalia wao wanajikompea na TRA. TRA wamefunga hawa Fountain. Ama aliwazungumzia Pamba wamemkanga huyu Fountain. Unajua kitu ambacho mimi kinanipa wasiwasi, hata namna yao tu ya kufunga. Msimu huu toka umeanza kwa TRA hakuna mechi wamefanikiwa kwa Fountain. Hakuna mechi wamefanikiwa kuweka magoli 2 kambani. Wamefunga magoli 8 tu mpaka hivi sasa. Ndio nakwambia, wakishinda ni 1, wakisare ni 1. Mechi 17 magoli 8 ya kufunga. Kwa resho yao kwenye ufungaji changamoto kwa kweli. Matokeo kwenye mazingira hayo ngumu. Kwa hiyo ingekuwa unacheza na timu kama Simba alafu kuna uwiano mzuri wa kufunga. Tunazungumza mpaka sasa hivi ushafunga kama goli 20 hivi. Kidogo inakupa taswira kwamba hawa watu wanaweza kufunga na kushinda mchezo. Lakini kufunga ni tatizo. Unashindaje hiyo mechi? Kwenye eneo la kuzuia wameshakota kamba 22 mpaka sasa hivi. Unacheza dhidi ya Simba ambayo kutengeneza nafasi inaweza isiwe tatizo, na wanaweza wakapata magoli 2 kwa sababu ya ukubwa na ubora baadhi ya wachezaji. Wanaweza wakaamua mechi inaisha. Huamini kwamba Minziro anaweza kwenda kuliboresha eneo la ushambuliaji, na yeye hilo kiufundi ameliona kwamba kuna changamoto hapa? Kama atacheza sawa, lakini kama achezi una watu ni wale mkaa hivi vitu havitokei tu, yani usiku mmoja tu watu wanaweza kubadilisha kila kitu. Ni vitu ambavyo vinahitaji muda, na wewe unamjua Minziro. Yani hapo mbio ni za kutosha. Na hiki ni kipindi ambacho uhitaji tena kufanya hivyo vitu. Hiki ni kipindi cha kushape tu akili za watu. Umetoka kuzungumza Magunga. Hali walionayo ni hali mbaya sana. Sasa hivi wana fight kuondoka kwenye mstari wa kwenda kucheza playoff. Unaondokaje? Na mechi ndo kama hizi, ni mechi dhidi ya Simba. Una uhitaji wa alama kutoka eneo lilopo. Simba na uhitaji wa alama kusogea kwenye ubingwa. Na inaweza ikawa ni faida kwa sababu labda matokeo ya Simba ambao wametoka kupata kwenye michezo iliyopita ya ligi, achana na mchezo wa FA alioshinda dhidi ya Dodoma. Nazungumza mechi ya Azam ni sare, mechi ya TRA ni sare. Kama waliweza kukop kile ambacho kilifanyika kwa watu wengine, wakaja kukiapply wao, inaweza ikawalipa. Lakini una hao wachezaji ambao wanaweza wakachukua kile kilichofanyika na watu wengine wakaja kukifanya hapa dhidi ya Simba. Ni changamoto nyingine, kwa sababu kama huku nyuma kwenye mechi ambazo ni za level tu ya kwako umeshindwa kuperform kwenye daraja hilo, kidogo inatia mashaka. Okay, sawa. Evans, hawa Simba pamoja na ubora wao waliokuwa nao, lakini pia wana mapungufu yao. Sasa nataka uniambie mapungufu ya Simba waliokuwa nayo, pengine Fountain Gate kupitia kocha wao mkuu na benchi lote la ufundi wameona na kufanya tathmini ya kina kwamba udhaifu wa Simba uko hapa na hapa ndio sehemu sahihi ya kuiangamiza Simba. Mimi udhaifu wa Simba nauona ni nyakati ambao Simba wao ndio wanaumiliki wa mpira. Wakiwa na tengeneza mashambulizi na wakiwa tayari wameivuka line ya katikati kuja kwa mpinzani. Wamekuwa wanaacha magap makubwa sana kwenye eneo lao la nyuma. Na imekuwa ni faida wakicheza na timu nyingi ambazo zinaweza kucheza counter attacks. Wanaweza kujibu mashambulizi kwa uharaka. Imekuwa ni kwenye riski. Mara nyingi unakuta wanafikiwa golini. Kwa hiyo kama wanaweza kuwa wavumilivu, tunasema ni kuwa wavumilivu. Sasa hapa inahitajika wachezaji ambao wanaweza kuwa wavumilivu kweli kweli kiwanjani kwenye hizo dakika ambazo watakuwa kiwanjani. Kusubiri hizo moment ambazo watakuwa wanazipata. Ametoka kumzungumza Magunga hapa mtu anaitwa Elimu Kono. Hayuko kwenye timu. Kwangu mimi yule ni moja kati ya wachezaji ambao wakiwa kwenye eneo la kiungo anaweza kukupa vitu vingi sana. Usahihi wa pasi, maamuzi sahihi kwa nyakati sahihi, lakini sio sehemu ya timu kwa sasa hivi. Waliobaki ni wakina Tiote. Ni moja kati ya midfielders wazuri, lakini kwangu mimi kwenye mazingira ya mechi kama Simba, ukiwa na mchezaji nao kupata matokeo ni ngumu. Yaani wewe ndio unataka kuwa wewe kwenye kila eneo. Kupata matokeo ni ngumu kwa sababu utakuwa unarahisishia watu mazingira ya kurudi kwenye position ambazo walikuwa hawapo. Lakini ukiwa na watu ambao wako direct inaweza ikakulipa. Kwa hiyo inategemea tuna Minziro naye kama ameweza kuliona hilo na baadhi ya makosa ya watu wengine inaweza ikawa ni faida kwake. Lakini nje na hapo mechi ni ngumu kwa Fountain kuliko ambavyo viko kwa Simba. Hivi kwenye ligi kuu ndio mtanisaidia, kuna timu gani ambayo hizi timu za madaraja ya kati
inazingatia misingi sahihi ya kuzuia kwenye low block au kwenye mid block. Kama hivyo ambavyo tunazungumza kwamba Fountain Gate ikiwa haina mpira, mwalimu anaweza kama amewatrain wachezaji wake kwa haraka kwa muda ambao upo, kuzingatia basic kwamba hatuwezi kwenda kupishana na Simba. Tunahitaji kuzuia kwenye low block, and then tutachagua moment za kushambulia. Ni timu gani ambayo ina ufanisi? JKT Tanzania. JKT Tanzania, si ndio? Na JKT mara nyingi hawakai kwenye low block, yani wanakuwa kwenye mid, kuanzia katikati ya kiwanja. Unajua mid block, kuzuia low block tafsiri yake ni kwamba timu inazuia wakiwa kwenye eneo lao. Kuna timu muda mwingi wako nyuma. Kuna timu ambao huo ni mtindo wao wa maisha. Lakini kuna nyakati ambazo hata Simba na Yanga wanajikuta kwenye hizo situation kwa sababu ya mchezo. Yani unaweza kama umeshambuliwa, inabidi mrudi mzuie, mtakaa kwenye eneo lenu. Lakini mnakaa kwenye eneo lenu kwa sababu imewabidi kutokana na mazingira ya mchezo. Kuna timu hizi tunazitaja sasa za madaraja ya kati. Baadhi yao huu ni mtindo wa maisha, kwamba sisi tutakaa nyuma, si prison, tutakaa nyuma muda mwingi. Tunapokaa nyuma tutakuja kushambulia kwa kujiba ama kushtukiza. Yes, Ashraf, upate timu ambayo inafanya kwa ufanisi ule ule. Kiufupi ni kwamba huwezi kupata timu ambayo imekamilika kwenye kila kitu. Lakini timu zetu karibia zote ligi kuu zina changamoto bila ya mpira. Zote. Simba na Yanga unaweza ukawa Simba Yanga Azam, inawezekana ukifanya tathmini hivi uone kwa haraka. Uone sio kwa sababu hawafanyi mistake kwa maana makosa. Uone kwa sababu wapinzani hawashindwa kuainisha hayo makosa. Yaani unajua kuna makosa ambayo yanafanyika, ila wewe ukiangalia hivi mpira unawezekana uyaone. Ukiangalia kitaalamu unayaona, lakini wapinzani wanashindwa kuainisha hayo makosa. Na ndio maana hizi timu zikienda kwenye stage ya juu zaidi, kwenye majukwaa mfano michuano ya kimataifa, ndipo ambapo tunaanza kusikia sasa timu, mbona wachezaji wanacheza kwenye intensity ya wastani? Mbona wachezaji wanachukua muda mwingi sana kufanya recovery? Kwa hiyo hapo unataka kuniambia kwamba makocha wa hizi timu tunazoziita mid team, makocha wao za Tanzania, makocha wao hawana ufanisi kiasi hicho cha kugundua kwamba Yanga wana pungufu ABCD ama Simba wana pungufu ABCD? Inawezekana ukafanya analysis. Na kwenye maandalizi ya mchezo mwalimu akajaribu mkakaa kabisa kwenye meeting room, kwenye mkutano hivi, labda mnakaa, mwalimu anaonyesha analysis. Yes, anaonyesha kabisa kwa kutumia hata video kabisa. Bwana, watu wana shida 1 2 3. Kujua shida ya mtu ni jambo la kwanza. Una mpango wa kwenda kuainisha jambo lingine. Una ubora. Sasa changamoto hapo inakuja kwa wachezaji wenyewe kwenda kutatua wachezaji. Yes, kuna ubora, lakini pia mimi waga naamini kwa wachezaji wenye ubora hata huu ambao tupo nao, mwalimu kuna kitu ambacho anatakiwa ufanye. Yaani hata kama wana changamoto, lakini haimaanishi kuna ubora wanaopata. Unajua mtu anayekusikiliza kwa namna unavyozungumza anaamini kwamba, yani inawezekana mtu akaamini kwamba hawafanyi hawa walimu. Wanafanya, lakini wanapaswa kufanya zaidi. Hata kana kocha yote atakwambia na timu yangu kwa namna ambavyo nimeijenga. Ni baadhi ya makocha ama makocha wote? Makocha wote wanahitaji kufanya maboresho. Tukiondoa Simba na Yanga na Azam. Hata Simba, Yanga na Azam, makocha wote wanatakiwa kufanya maboresho. Na ndio maana unaweza kukaa na kocha hapa akakwambia timu yangu ilipofikia hapa inawezekana hatujafika hata kwenye 60% kwenye kile ambacho mimi nakihitaji. Lakini sasa mashindano yanaendelea. Umeona hapa Evans anakuambia kwamba Menziro ni wale walimu ambao mazoezi yao ni tafu, Ginja wakina Menziro. Lakini lazima uangalie ratiba, msongamano wa ratiba kwa wakati huu. Alafu ni mambo ya kitaalamu. Kuna aina program huwezi kuwapa wachezaji katika kipindi hiki, kwa sababu utawatengenezea fatigue, uchovu, wataanza kupata majeraha. Na uchovu ukizidi kwenye uwanja wa mazoezi, hakikisha angalau na recovery ambayo inaeleweka. Kama recovery pia ni changamoto, unategemea tu mabarafu kuweka kwenye mabeseni, mwisho wa siku pia hata ufanisi wa wachezaji uwanjani utakuwa hatari. Kwa hiyo kuna sehemu ya maboresho, na ndo maana muda ambao makocha wanautumia kwenye uwanja wa mazoezi ni mwingi zaidi kuliko muda wanaotumia kwenye mechi za mashindano. Kwa sababu hiyo ipo hivyo, kwa sababu unahitaji kuboresha. Leo kana Ibenga atakwambia timu yangu ipo hapa lakini nahitaji kufanya maboresho. Ukikaa na Pedro Gonçalves atakwambia hata kama nitapata wachezaji wangu wote wakawa fit,
lakini timu yangu kuna sehemu inahitaji maboresho, kwa sababu huwezi kupata timu ambayo imekamilika katika kila aspect ya mchezo. Yeah, sahihi kabisa. Au kwa sababu ndio hakuna ambaye anaweza kutoa hizo adhabu kwa moja kwa moja kwenye hivi vilabu vingine vikubwa, ndio maana hayo yote yanakuwa yanatokea. Yes, kwa mfano kuna siku nilikuwa na tuko wote mkai nikakwambia unaweza kaangalia kikosi cha Fountain ama Coast ama Mashujaa au Pamba, wachezaji waliocheza labda mechi 5 zilizopita ndio wale watakuja kucheza na Simba, watacheza na Yanga, watacheza na Azam. Lakini mimi nikiangalia hivi naona na Kibinga alicheza na Mtibwa, Zabona alicheza labda na Fountain. Lakini kwa hii mechi ya leo kwa nini asitumike mtu kama Shasiri na Iman, alafu jua akatumika Tegisi pamoja na Peter Luasa? Huo unakuwa ni mtazamo wangu tu wa kiufundi, lakini nakuwa na reason kwamba unaweza kana, yani issue sio kupanga wachezaji wako bora kwenye kikosi, kupanga wachezaji sahihi kuendana na mchezo. Wakati mwingine kuongea ni rahisi sana kuliko kutenda. No, sasa nachokisema hapa, hili unaliamini? Of course ipo hivyo. No. Ipo hivyo. Kazi ya ukocha sio kazi rahisi. Maana hata mimi nikitua Simba pale, sasa nikafumua ile kikosi yote ile pale. Kazi ya ukocha hiyo ni nje. Kazi ya ukocha sio rahisi. Na maana kuna yani hiyo ni nje. Unajua niliwahi kukaa na mchezaji mmoja hivi. Akaniambia unajua kitu ambacho pengine huwa hamkijui. Wewe unaweza kaa unaangalia kikosi kwa nje hivi. Sawa? Ukajaribu kujenga tathmini yako kutokana na namna ambavyo unatamani timu icheze. Mfano unaweza kaa unakaa hapa Pumkayo unasema Kamara mbona achezi pale? Nabi kama kimpa dakika anacheza. Wewe unaona kama ana deserve kucheza kwenye ile timu hata kwa dakika chache, si ndio? Lakini wakati mwingine uhalisia upo. Si kwamba yote ambayo sisi tunazungumza hapa hayana ukweli. Yana ukweli, na ndio maana tuko hapa. Sababu tunatoa maoni kulingana na kile ambacho sisi tunakiona. Si ndio? Kwa pia nao hata makocha pia wanafanya tathmini ya kikosi, wanafanya tathmini ya opponent ambao wanaenda kucheza naye. Kuna wakati target zao huwa zinakataa. Yaani yeye ameona kwamba 1+1 hapa inaenda kunilipa kwa namna hii, si ndio? Lakini anaenda na kutana na kitu tofauti na kile ambacho alikuwa anakitarajia. Kwa hiyo sasa ndio hapo tunasema kocha anatakiwa kuwa na plan B baada ya plan A kushindwa ku work out. Mimi nizungumze kitu kimoja. Muona hii kwenye ligi yetu hii ni ngumu. Kuna vitu viwili mimi nimekuja kurealize. Kwanza ni moja, kuona hizi timu za madaraja ya kati zikiwapa maswali magumu Simba na Yanga na Azam. Ni ngumu, yani ni ngumu, na ndio maana kuna wakati tunajiaminisha kwamba timu zetu ni bora. Lakini tunapoenda kukutana na timu ambazo zina ubora mkubwa ndio tunaanza kuona kumbe fullback hii haiko sawa hii. Kumbe hii ina overlap, mbona inaishia katikati? Unaelewa? Kwa sababu unakutana na watu ambao kila kosa wao wanalia, yani wanakuadhibu. Unaelewa? Gamondi alikuwa anasema siku moja kwamba ukicheza na timu za humu ndani unaweza kufanya mistake hata mara 10 na wasikufunge. Yaani unacheza na Coastal Union, sijui unacheza na Namungo, unacheza na timu gani? Unaweza kufanya mistake hata mara 20 na wasikuadhibu. Wewe umefanya tathmini, unafikiri shida ni nini? Kwanza ni quality ya wachezaji ambao tuko nao, lakini pia hata makocha nao pia. Tusende kwanza mdogo leo hapa. Umezungumzia issue za ubora wa wachezaji. Kwamba wakati mwingine wanashindwa kungamua mambo ambayo yanatokea ndani ya uwanja. Au wanaweza kungamua lakini wanashindwa kuzuia. Wanaweza kungamua lakini pia wanashindwa kutekeleza ama wanashindwa kuzuia. Hii inasababishwa na nini? Yes, kwanza napenda kujibu kwa mfano leo. Unajua kwanza mimi niliwahi kumsikia Yusuf Dabo akiwa kocha wa Azam. Naam. Siku moja hivi pale Azam tunapiga story, akanambia moja kati ya changamoto kubwa ambayo wakati mwingine huwa anakutana nayo ni baadhi ya wachezaji kutokuelewa kile anachokifundisha. Kwa maana anampa majukumu mchezaji, unapokuwa uwanjani unatakiwa ufanye 1 2 3 4 5. Kwenye hilo nakubaliana na wewe. Ataenda dakika 2 kwenye kile alichomwambia mwalimu, dakika ya 5 anarudi kwenye default setting. Unajua kwa nini? Kwa sababu hichi kitu hakupata msingi wake tangia akiwa unajua kwa nini wakati mwingine mkizungumzia issue za hii misingi mimi naelewa. Kwa sababu ukitazama hata kuna vijana pale Outgrowers kwenye ile timu. Yaani unakuta mwalimu anawaelekeza kila kitu, unaona mwalimu amepanga mpango kazi mzuri. Wakienda sasa uwanjani. Mimi unashika kichwa. Vipi hawa? Umesikia mkai? Mimi nitakupa sababu nyingine ambayo watu huwa waizungumzie. Kwa baada hiyo kuna ambao wanakuja wengine hawakupita kwenye misingi iliyo sahihi. Wanacheza tu kwa uwezo waliojaliwa. Kwenye mfano uliotolea. Unajua kijana ambaye amefika miaka 8 sawa au miaka 9 au miaka 10 yupo kwenye hiyo academy huko, anaelekezwa, lakini baada ya dakika 5 anarudi kwenye default setting yake ya mpira mtani.
Vipi kuhusiana na mchezaji ambaye anacheza Premier League sasa hivi na hakuwahi kupita kwenye hiyo academy inayoeleweka wala misingi akiwa hata na miaka 5, amekuja kwanza kuelewa mpira baada ya kuja kwenye Premier League na anafundisha hapo tukiwa tunazungumzia na miaka 23 na miaka 25. Lakini majanga. Lakini Ashraf, tunazungumzia wachezaji kupita kwenye vituo hivi vya michezo. Unaweza kupita kwenye kituo cha michezo na kwako isiwe tiba. Inategemea na unapita kwenye kituo cha aina gani na wakina nani ambao wanakutrain kwenye vituo. Sahihi kabisa. Makocha wengi mitaani, tena Evans anaweza kuwa shahidi kwa sababu kuna maeneo, kuna siku tumeenda sehemu nikana mwambie kabisa Evans kwamba makocha wengi wanatumia muda mwingi kwenye physical training. Wachezaji wengi wakiwa peke yao wanatumia muda mwingi kwenye physical training. Gym, kukimbia, kuruka cones zile, sprinting, sio nini. Lakini timu nyingi na wachezaji wengi vijana ligi kuu hawawekezi kwenye mental training. Sahihi Magunga. Hapo unamaanishaje? Yani mental training unachezwa. Ni mafunzo ya kuboresha uwezo wako wa kufikiria kwenye kile ambacho unakifanya. Zipo program kabisa. Kuna teknolojia ile unavaa kama miwani hivi. Alafu unakuwa unagusa vivuli fulani unakuletea vya ghafla hivi. Wenzetu inawezekana kwa sababu yes tupo kwenye level tofauti, lakini hata locally ndani tu hapo ziko program ambazo unaweza kuzitoa kwa wachezaji wakaboresha na ukitaka upime uwezo wao kufikiria wachezaji hata kwenye wakati wa kucheza unaweza ukadesign program ambayo inamfikirisha mchezaji. Lakini Magunga, hilo tutoe angalizo, si kwamba vituo vyote havitoi hayo mafunzo. Asijasema vyote. Walimu wanatoa, ila changamoto wachezaji nao football understanding sio sana. Yani mkae yani uelewa wao wa kupokea na kuelewa kile kitu. Hata tukiangalia yani kwa maana wachezaji hata ambao sasa hivi ndio hapo kwenye level ya ligi kuu. Wengi wao hawajapita huko ambapo mnapazungumza. Kwa sasa hivi wanaoanza kuja ndio wengi wanapita huko. Na kwa kumalizia tu Evans. Mkae unawasiliana na viongozi wachezaji na kuomba mimi ndafanya na wewe ukafanye hivi. Fanya tutathmini. Ulizia tu hizi schedule za timu kwa siku. Alafu uone muda mwingi program. Yes, muda mwingi wanatumia wakiwa wapi. Ni fisi. Unanielewa? Kuna sizungumzi tu uwanjani, mental training, yani mafunzo ya kuboresha akili yanafanyika pia darasani. Definitely. Na huko kwetu wanaenda gym, wanaenda uwanjani kwenye mazoezi. Nataka niongee kitu kwa Magunga hapa. Ndio. Kuna mchezaji mmoja alikuwa ananiambia kwenye national team, sitataja makocha ambao walikuwepo. Ambia yani hao wenyewe makocha walikuwepo kwenye national team. Wao ni uwanjani tu kule kwenda mkapambane, wanafanya tu training mazoezi, lakini hawawe kupita kwenye timu ya taifa. Ni juzi tu, yani ni miaka hivi karibuni hivi. Unanielewa? Kwamba wao wamebezi zaidi kwenye matumizi ya nguvu kuliko matumizi ya brain. Pia aliwahi kuzungumza kwamba mpira unacheza kichwani. Unanielewa? Na ndio maana wenzetu pia wana wataalamu maalum wa psychology ambao wanawasaidia wachezaji kuwa sawa wanapokuwa kwenye viwanja vya mazoezi na hata wanapokuwa uwanjani. Hivi kama haupo sawa mental, trust me, yani kama kwenye akili yako hauko sawa, kwa sababu unajua football ni mchezo wa mahesabu. Kwa kama una matumizi makubwa ya nguvu kuliko matumizi ya akili, kuna vitu hatuwezi kuviona vya kiufundi ili uweze kutekeleza majukumu sahihi ya kiufundi. Huu ni ukweli ambao pia Ashrafu unapaswa kufuatilia zaidi na zaidi. Evans na George Magunga pia Jessica. Vijana nao hawajitambui. Niamini mimi kitu changamoto. Hawaandaliwi kuwa katika mazingira haya. Wanawezekana wakawa wanaandaliwa lakini hawako tayari pia. Wanaandaliwa kwa misingi ipi? Unaona hicho ambacho anakizungumza Ashrafu? Ndio. Po tumecheza mpira mtaani huko. Yaani issue ya mchezaji kujitambua inaanzia mtaani. Yaani wewe uwezi ukawa unakuja ratiba ya mazoezi na kutaka saa 10 ndio unakuja saa 11. Yes. Moja hilo. Unaona, yani kwenye hiyo level ya kujitambua inaanzia huko. Na kanondo ya kwanza hiyo. Wanakosa misingi sahihi. Yani wewe ukija saa 11, wewe umefika pale mwalimu anakuambia, chukua bips ingia. Uwezi, yani wewe utafika kwenye ile level. Haya ndio unakuwa maisha yako kwa sababu yameanza toka unakuwa. Lakini ukienda sehemu ambazo watu wana hiyo misingi. Swala la kuwahi ni jukumu la nani? Ni mchezaji. Na ndio maana wewe Sharafu kuwahi kwenye kipindi hapa kuna kiongozi wewe kupigia. Hanipigi kiongozi. Lakini umetengeneza utaratibu ambao mimi unaniconsider ni heshimu kilichopo. Kwani unaamini hawa makocha watengeneze utaratibu?
Sasa pia kuna mazingira gani? Kwani kwa mfano hapa kwetu, si ndio? Ukichelewa kufika kwenye kikao kwa ajili ya kujiandaa kufanya kipindi, kuna taratibu unachukuliwa, si ndio? Hivi unafikiri kwa nini wale watoto ambao wanasoma hizi shule za academy, sawa? Kwa nini unafikiri wale wengi wao uelewa wao unakuwa ni mkubwa? Na vijana wengi ambao wanasoma kwenye hizi shule za kawaida hivi ambazo Sante Kayumba, unakuwa na changamoto yani. Kwa sababu gani unajua? Yani yule bwana mdogo anapokuwa kwenye nasari moja kwa moja anaanza kuaminishwa kwamba misingi sahihi ya wewe kusoma ni hii hapa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.